Kwa majina naitwa Bwana Athmani Omari Mbwana wa kijiji cha Mbatamila. Natoa pole, kwani kutembea kwa njia ya kuitafuta nafasi ya ubunge ni njia kubwa sana ambayo ina makolongo, mashimo pamoja na milima. Lakini milima hiyo wewe umeipasua mpaka leo unaitwa mbunge. Kwa hapo nakupa pole sana kwa matatizo hayo au changamoto hizo ambazo zilikukuta katika kinyang'anyiro hicho, ambazo zinaweza zikaingiliwa kwenye kebei, mapigo na hata kwa gharama pia umekula katika kuitafuta nafasi yako. Kwa hiyo nasema pole kwa changamoto hizo. Lakini pia na kuomba utupe pole hata sisi vijana wa Mbatamila ambao wamejumuika kupambana katika kutafuta nafasi yako. Vijana wa Mbatamila walipambania sana ili wewe uitwe mbunge. Na katika kupambana katika nafasi hiyo nao vijana wa Mbatamila wamepatwa na hadha kubwa sana wakitafuta nafasi ya ubunge pamoja na udiwani katika nafasi yenu. Lakini vijana wa Mbatamila katika kupambana kwa hilo nao wamekutwa na hadha kubwa sana, na hata katika kufuatilia majibu yatakayetoka kwenye makao makuu ya kata, wengine huko wakarudi kwenye machela kuja katika kijiji hiki kwa vipigo. Nani walipiga? Viongozi wa kata anawajua kama ni nani waliokawapiga vijana wetu. Na kweli walizadilika mpaka kufika mahala leo hii wengine ni vilema. Lakini yote hiyo walikuwa na mapenzi ya kukutaka wewe bwana ili uwe mbunge pamoja na mheshimiwa diwani au kata hii. Kwa hayo machache mheshimiwa mbunge, nilikuwa nataka nikumbushe kupitia hadhi iliyowakuta wanakijiji wa kijiji cha Mbatamila pamoja na changamoto zako. Nafahamu wako watu waliokuwa tayari kukabili mtutu wa bunduki. Walihatarisha maisha yao ili mvurugaji awe diwani na Ado awe mbunge. Tukiwasahau vijana hao, tutakuwa tumefanya usaliti mkubwa sana. Vijana hao wanafahamika, na baadhi mvurugaji hawasahau watu wake aliwaleta mpaka mjini, baadhi walioumizwa, walioteseka, ili sisi tutangazwe kuwa washindi. Mimi nitawashika mkono vijana hao, ndio naloweza kusema. Tutawashika mkono kuhakikisha kwamba mapambano yenu yasiyo yamekwenda na maji. Nimeulizwa swali hapa. Sasa haya mambo jamaa, tumeshinda hapa Mbatamila, kule kwenye kata wameenda kutuvurugia. Sauti za wana Mbatamila zilikwenda kuzimwa kwenye kata, na hao waliwaogopa watu wa Mbatamila wakasema hao waache watumbukize kura zao, make ndio kilichotokea. Alafu kule tutapindua tunavyotaka. Jamani, leo ndio siku ya kusema ukweli. Mazuri atachukua, mabaya ataacha hapa hapa. Lakini wakati wetu tungali tumefanyaje? Tumesema Mbatamila safi. Ndugu mheshimiwa mbunge, ujaji wako watu leo wametoka mashambani kuja kukuona, pia uje uwaone. Hawa ndio waliofanya kazi kubwa kukupigania wewe leo ukaitwa mbunge. Naomba usikilize maoni yetu. Ndugu mheshimiwa mbunge, ujaji wako huu, mimi ninataka nikuulize swali moja. Hilo swali utanijibu nitakapokupa maiki. Swali langu linasema hivi: je, bwana Baswele udiwani umeishia wapi wakati si watu wengine tumeteseka? Ndugu mheshimiwa, bwana Baswele, tulienda kwenye uchaguzi, vijiji vitatu tulikuwa tunahesabu kula na kila kijiji kulikuwa na wakilishi. Leo wale wakilishi tulikuwa tunapiga hesabu, lakini palifikia hatua wakasema kwamba diwani akachukua pesa akawaita askari. Mheshimiwa mbunge, miongoni mwa kupigwa na mimi niliteseka na mpungu. Nataka nijue leo ukweli uko wapi? Ndugu mheshimiwa mbunge, tunataka butujibu swali letu kupitia bwana Baswele. Maana sisi kijiji cha Mbatamila mpaka dakika hii hatuna diwani, ndio ukweli uko hivyo. Hapa walituchukulia timing. Wapiganaji walioenda ni kiasi, wakawaumiza ikiwemo mgombea wetu. Wakatangaza wakaondoka zao. Tukasema tuchukue njia za kisheria za kimahakama. Mahakamani wakajibu muda rufaa iliyokatwa
ingawa tulikata ile siku yenyewe ile mwishoni baada ya kukusanya ushahidi. Wanasema huo kwa sababu unakata kwa mfumo wa mtandao. Sasa hiyo imefika wakati sio wenyewe. Kesi ile kisheria wakaifuta. Tunapaswa kufanya nini wazee wangu? Kwamba kwenye sheria tumegonga mwamba. Mimi nadhani tunahitajika kufanya mambo matatu. Jambo la kwanza ni lazima maono ya bwana mvurugaji. Pita mbele hapa, chap chap. Huyu bwana ana maono makubwa sana. Mimi nimemsikiliza wakati ule wa kugombea. Ana fikra kubwa sana. Ana uchungu na Mbatamila. Kama dhuluma imefanyika, mimi naweza bado kumshika mkono, fikra zake zile ziweze kuendelezwa kwa vitendo. Na kumshika sio kwa maneno ya kisiasa. Huyu kumpa kitu wazungu wanaita exposure. Mwenyewe ametembea tembea kwenye harakati za uhifadhi, lakini kumuongezea macho zaidi. Mimi jembe lenu nina mambo mengi sana. Sio haya tu. Yako mengine mengi. Mvurugaji nitamshika mkono, aijue nchi, awasaidie jamaa zake. Ukipigwa teke kwa huku, ukaruka kidogo, unakuwa umeongezewa mwendo. Mtaona namna tunavyomshika mkono. Mimi naitwa Selemani Omari Paswele, ndio nilikuwa mgombea wa ACT, ambayo tulikuwa kwenye mchaguzi ulienda vizuri, wananchi walijitokeza, lakini Mbatamila nilipata kula 996, yeye akapata kula 131, lakini matokeo ya awali yote nilipata kula 1369, yeye akapata kula 1069. Baadaye wakaamua kufanya yafuatayo: kuwakusanya watu wote, mawakala wote wa ACT, kwa kuwaita mawakala ACT kusimameni hapo. Kwa hiyo aliwasimama na kuanza kuwapiga na kuwanyang'anya vitu vifuatavyo: simu 2 ya thamani ya 100,000 Tekno, na wengine watu wawili 75,75, kuna mtu mmoja 45,000, kuna mwingine 50,000. Lakini la kusikitisha, wakati ninafanya kazi ya kuwatoa, maana nilikuwa naenda kuwatoa na wakamata moja moja na watoa, ndio walifanya matangazo, wakabandika matangazo, wakaamua kulala mbele. Huo ndio utaratibu wa uongozi wa uchaguzi uliokuwepo kwenye kata ya Nampungu. Lazima tuirejeshe misingi ya demokrasia tena. Hii habari ya watu wanapiga kura, wanamchagua wanayemtaka, kikundi cha watu wachache kinabadilisha matokeo, hii habari inawavunja sana mioyo wananchi. Kama tutotafuta dawa ya habari hii, watu hawawezi tena kupiga kura. Hata mimi bwana Ado wamenitangaza uchaguzi uliopita bila kutafuta dawa. Uchaguzi ujao wataniibia kama kawa. Kwa hiyo tukisema tu turidhike, bwana Ado umetangazwa, kesho hawatakutangaza. Lazima tutumie fursa tulionayo kutafuta dawa. Na dawa ya mambo haya ni moja tu. Lazima Tanzania ipate katiba mpya inayojali misingi ya demokrasia. Katiba tulionayo ndugu zangu ni katiba ya chama kimoja. Iliundwa mwaka 77. Imepigwa viraka tu. Lakini hatuna tume huru ya uchaguzi. Vyombo vya dola vinafanya kazi ya kukibeba Chama cha Mapinduzi. Lazima tutafute dawa. Tuwe na mfumo ambao watu hawaumizani kwa ajili ya uchaguzi. Tumepoteza watu wangapi kwa ajili ya uchaguzi? Nyinyi mnasikiliza kwenye vyombo vya habari. Watu wamekufa kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya uchaguzi. Lazima tutafute dawa, na dawa yake ni katiba mpya yenye tume huru ya uchaguzi. Ndio maana mimi, kwa kukumbuka machozi ya wana Mbatamila,
na machozi ya Wanatunduru na machozi ya Watanzania. Hoja yangu ya kwanza ndani ya bunge, nilimuuliza swali spika, ilikuwa inahusu katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio hoja yangu ya kwanza bungeni. Na majuzi nimesema kila nikisimama bungeni, nimejipa kazi, nikipewa dakika 10 za kuongea, iwe naongelea barabara, iwe naongelea maji, iwe naongelea tembo, lazima nitasema katiba mpya kila nikisimama. Bila hivyo tutakuwa tunachezeana kama watoto.